vijana wengi mnaoona wamekosa maadili katika jamii zetu walikosa malezi yaliyo bora. Haiwezekani kijana akulie madrasa kama hivi kisha baadaye huyu aje amtukane rais wa nchi. Haiwezekani. Haiwezekani mtoto akulie madrasa kama hivi kisha baadaye aje ajirushe mitandaoni yuko uchi. Haiwezekani. Na haiwezekani mtoto akulie madrasa kama hivi kisha baadaye aje amtukane mama yake na baba yake. Haiwezekani. Kwa sababu madrasa pekee ndio vituo ambavyo vinatoa malezi yaliyo bora, maadili yaliyo bora. Kwa hivyo wazazi, na kuhamasisheni na ninakupongezeni kwa hili mlilofanya la kuwaleta watoto wenu madrasa, kwamba mmechagua uchaguzi ulio bora. Mngeweza kuwapeleka sehemu zingine huko wakaogelee, mngewapeleka sehemu zingine huko wakafanya maonyesho, mngewapeleka sehemu zingine wakaonyeshe vipaji vyao vya kunengua na kufanya mambo mengine. Tunayaona hayo mitandaoni, lakini nyinyi mmechagua kituo kilicho bora katika vile vituo ambavyo tunaona vinatoa malezi yaliyo sahihi ya Uislamu. Jazakumullahu khair. Mwenyezi Mungu akulipeni sana. Lakini hata ibada yoyote duniani bila ya elimu haiwezekani. Haiwezekani ibada bila ya elimu. Ibada yoyote ile, iwe ni ya kutoa, iwe ni ya hija, iwe ni ya saumu, iwe ni ya swala, iwe ni ya kufanya jambo lolote ambalo Allah analiridhia, bila ya elimu jambo hilo haliendi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhana ndani ya hadithi al-Qudsi akasema hivi: a'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kaifa ta'buduni. Nijueni kwanza kabla hamjaniabudu. Ikiwa hamjanijua mtaniabudu vipi? Kwa hivyo nyinyi mnawatengeneza leo watu wa kuabudu. Kabla ya ibada kwanza watengenezwe watu wanaotakiwa kuabudu. Na leo mkiona fujo nyingi sana zinazuka misikitini, waangalie wanaofanya fujo. Elimu ya dini walikosa. Kastafu huko walikostafu anataka aje ampelekeshe mwalimu huko madrasa, ampelekeshe shekhe huko msikitini, kakosa elimu ya dini. Kwa hivyo watengenezeni hawa watoto ili baadaye hii misikiti inayojengwa mingi iwe na watu sahihi. Kujenga msikiti bila ya kuwatengeneza wanaotakiwa kuwa ndani ya msikiti ni kazi bure. Na watu wengi leo hawajaelewa, wanakimbilia sana kujenga misikiti, tumesahau kukimbilia kuwajenga wanaofaa kuingia msikitini. Imamu Hasan al-Basr alisema katika maneno yake haya: ibni al-musalli qabla an tubni al-musalla. Mjenge mwenye kuswali kabla hujajenga mahala pa kuswalia. Maana yake ukijenga mahala pa kuswalia kabla ya yule mwenye kuswali, unasababisha vurugu ambazo zipo leo. Watu kutukanana misikitini, misikiti imekuwa majukwaa ya siasa, misikiti imekuwa majukwaa ya biashara. Watu hawamuogopi Mungu misikitini. Misikitini watu wanasengenya, wanafanya mizozo. Kila aina ya biashara leo inapelekwa msikitini. Mtaona leo misikitini ndio kunauzwa dawa sijui za mafua, sijui dawa za nguvu za kiume, zote zinapelekwa misikitini. Haya matatizo ya kwamba wale wafanya biashara nao elimu ya dini zero, hawana. Msikitini ni mahala pa kuabudia Mwenyezi Mungu peke yake, na wala sio mahala pa mtu kunadi yeye yupo chama gani, kunadi chama kipi kilicho na sera bora, kunadi kwamba biashara yake ina ubora gani. Msikitini anaabudiwa Mungu tu. Sasa hawa tunawatengeneza hawa ndio tutapata maimamu. Mashehe wa kata tutawapata humu, maimamu tutawapata humu ambao sio watata. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie kheri. Leo naongea kwa haraka. Kwa kukosekana elimu ya dini ndio mnaona vurugu hizi zinatawala katika jamii zetu. Vurugu zimetawala katika nchi. Watu wanatokezea na ujasiri mkubwa, wanatoa matusi waziwazi, kuwatukana viongozi wa serikali, kuwatukana viongozi wa dini. Wale watoto wale wana mama zao, wana baba zao. Kwa hivyo waliokosea yale makosa yakazalishwa vile ni baba zao na mama zao. Siku zote usinyooshe matawi ikiwa shina lenyewe limepinda. Siku zote usinyooshe kivuli ikiwa mti ulishapinda. Kwa hivyo wale watoto mnaona wanatukana matusi makubwa,
haogopi, anaweza akamtukana kiongozi wa dini au kiongozi wa serikali. Yale makosa yale yalizaliwa kule kwao kwa mama yake na baba yake. Kwa hivyo tunawaombeni wazazi, ili msije mkalaumiwa kama ambavyo tunawalaumu wazazi waliowaachia watoto wao. Kazaneni na kazi hii, shikamaneni na hii kazi ya kuwalea watoto kwenye maadili madrasa. Msishikwe na zile propaganda za kwamba mtoto akisoma dini halafu huko anasoma shule eti atachanganyikiwa. Basi na sisi tungekuwa vichaa, kwa sababu tumesoma shule pia. Mimi nimesoma shule pia, sijawahi kuwa kichaa hata siku moja, na wala sina faili. Sasa ikiwa kwamba waliosoma shule na Qur'ani ni vichaa, mashehe wote wangekuwa vichaa. Lakini hizo ni propaganda za kuwatoa watoto madrasa ili wabaki mitaani, na matokeo ndio haya yanaathiri nchi nzima. Maandamano mliyaona nyinyi wakina mama, wazee mliyaona maandamano yaliyotokea kwenye nchi hii, japo yameitwa maandamano lakini sio maandamano. Mimi binafsi nakataa. Yale hayakuwa maandamano, ilikuwa vurugu. Haiwezekani unaandamana huku unaiba simu za watu, unaandamana huku unapiga watu, unaandamana unabeba ma-TV ya watu. Haiwezekani. Waliiba mpaka masufuria ya ubwabwa. Maandamano gani hayo? Zile ni fujo za njaa. Sasa ili zisiwepo zile fujo na zisiendelee zikarudia, hawa watoto wabaki madrasa, wabakizeni madrasa. Mtu akipata elimu ya dini anakuwa mstaarabu, anakuwa mstaarabu kwenye kutembea, anakuwa mstaarabu kula, anakuwa mstaarabu hata kwenye kudai haki yake. Hawezi kuidai kwa kumwaga damu, kwa sababu kumwaga damu ni haramu. Kwa hivyo nakusisitizeni wazazi, ili tuisaidie serikali kudumisha hiyo amani inayotakwa, lazima watu wapate maadili yaliyokuwa sahihi. Amani itapatikana. Na amani, ndugu zangu, watu wengine tukisema amani, amani hawajui. Amani maana yake huwa tuminanu nafsi min alkhawf, ni kupatikana utulivu wa nafsi kutokana na hofu. Leo pakipigwa bomu hapa, hofu imejaa, ina maana amani imeondoka. Na mahala palipo na hofu amani haikai. Sasa ili amani ipatikane, watoto wasome kama hivi madrasa, tuwasomesheni, zile vurugu zisirudi. Kwa sababu wakati wa maandamano yale madrasa zilifungwa, wakati yale zile fujo misikiti baadhi yao ilifungwa, watu waliswalia nyumbani. Sasa angalia, watu wapuzi wachache wanasababisha tunakosa fadhila za jamaa. Walisababisha wakina mama walishindwa kufanya biashara zao, walio mamantilie, walio masokoni, lakini waliona kazi za serikali walishindwa kutoka, walibaki ndani wakiogopa serikali. Yote yale ni kukosa vituo kama hivi. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie vituo hivi vidumu. Samani ya amani, kasida imeimbwa hapa nzuri sana, kumuomba Mwenyezi Mungu atupe amani, atudumishie amani. Hii amani, ili mjue thamani yake, ni iondoke. Ni kama vile afya, mtu akiwa anachezea afya yake, yani ukawa jicho lako waliona nzima hili, lakini saa zote walichokora chokora na kidole, baadaye likianza kuuma ndio utajua thamani ya utulivu wa lile jicho. Tuna meno sote, kila mtu ana raha kutabasamu na kucheka kwa sababu ana meno yake. Hebu muolewa hayo meno ya mbele kama utatabasamu mbele za watu. Hayo meno ya mbele hayo yangolewe, alafu watu wachekeshwe, wewe utakuwa unakimbilia kuinama kwa sababu ile show imetoweka. Ndio mtu mmoja akasema hivi, as-sihhatu tajun ala ru'usi al-asihha la ya'rifuna qimataha illa al-marda. Afya ni taji waliovishwa watu wenye afya. Hakuna anayejua thamani ya afya isipokuwa mgonjwa. Ukitaka kujua watu wanaojua thamani ya afya, nenda hospital, nenda pale Yudum, kawaangalie wakina mama, wakina baba, watu wazima wana pesa, lakini kidole tu kinamtesa, madaktari wanahangaika kupima, hawaelewi ugonjwa. Jicho linamtesa, madaktari hawaelewi ugonjwa. Pengine tumbo linamsumbua, madokta wamefeli, anahangaika na afya yake, yuko tayari auze magari yake, auze nyumba zake, tumbo tu lipone. Sasa wewe uliye na tumbo zima, usilichezee hilo tumbo ukanywa madawa ya kulevya. Wewe uliye na akili nzuri, usivute bangi, utaiharibu akili.
Kadhalika ni hivyo hivyo, sisi tuliona amani tusiichezee amani. Ikiondoka tutaitafuta hospitali ya wapi? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu inshallah ajalie vituo hivi vidumu, kwa sababu vinasaidia kuwatengeneza watu walio salama, watu walio na amani. Nimalizie hata sifa ya Uislamu. Mtume Muhammad anasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzio wamesalimika kwa shari ya mkono wake na ulimi. Watasalimikaje ikiwa huna elimu ya kuwasalimisha? Nimesimama mbele yenu, ilikuwa ninamwakilisha shekhe wa mkoa, Sheikh Mustafa Rajab Shabani, Dr. Sheikh Mustafa Rajab Shabani, ambaye ilikuwepo awepo hapa, na hapa ni kwenye kata yake, kwenye mtaa wake ambapo anaishi, na familia yake imetangazwa ipo hapa, mpaka mama yetu yupo hapa. Kwa hivyo yeye alikuwa awe ndio mgeni rasmi, lakini amedharurika, yupo katika misafara ya mufti, kwa hivyo amebanwa na safari hizo. Na sasa hivi nilikuwa na chati naye hapa, na hata nenda kuswali na chati naye, ananielekeza kwamba yeye amefeli kuja, kwa hivyo mimi nitazungumza na nitasimama kwa niaba yake. Kwa hivyo nimesimama kwa mwaliko wangu kama mkurugenzi wa dawa mkoa wa Dodoma BAKWATA, lakini pia nimesimama kumwakilisha shekhe wetu wa mkoa Sheikh Rajab Shabani. Mwenyezi Mungu inshallah amfanyie wepesi katika safari zake hizo, ili arudi. Ana kazi nyingi, ana majukumu mengi, kwa hivyo asipokuja kama hivi mridhie kwamba tupo naye. Mwalimu Ramadhani umeridhia, nadhani Sheikh wa mkoa tupo naye hapa, na ametuma salamu zake nyingi. Amekupongeza Mwalimu Ramadhani, lakini amewapongeza wazazi wa Makulu. Alichoomba Sheikh wa mkoa, hizi ni salamu zake, yale niliyosema ya kwangu, na haiwezekani nianze kusema ya Sheikh wa mkoa alafu nije ya kwangu, na hata angekuwepo ningeanza mimi alafu angefuatia yeye, kwa sababu yeye ndiye bosi. Hawezi kuanza alafu mimi nikamalizia. Sheikh wa mkoa anasema hivi, anachokuombeni na kukusihini sote kwa pamoja tuendeleze mshikamano, tushirikiane, tuondoe ubaguzi, tuondoe utata na magomvi katika jamii zetu. Leo tumealikwa hapa kwa Mwalimu Rama, kesho tukialikwa kwingine twendeni, kesho kuna madrasa sehemu nyingine twendeni. Tuacheni ubaguzi huu. Uislamu ni wetu sote, na wala si Uislamu wa kabila fulani, Uislamu wa taifa fulani, Uislamu wa ukanda fulani. Leo Mwalimu Rama anafanya jambo, na alhamdulillah wingi wa watu huu ni huyu mwalimu anajitoa. Mwalimu Rama anatoka sana kwenye mahafali hizi za watu, kwa hivyo na leo watu wamekuitika, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie usichoke, siku nyingine tuite tena, tutakuja inshallah katika mambo kama haya. Popote tunapoitwa twendeni, tusemeni inshallah. Lakini Sheikh wa mkoa anakuombeni wazazi, washikeni mkono walimu. Walimu wanafanya kazi kubwa kama ambavyo mmeona. Hebu kile kitoto cha kidogodogo kile kija aje hapa, yule shekhe mkubwa kabisa anayeachiwa chuo hapo, naibu mudiri yule, njoo hapa. Huyu ndio mwalimu tumeambiwa akisafiri anamwachia madrasa, anawasimamia wale wote. Takbir. Huyu kwa makadirio ana miaka mingapi wakina mama mnajua, mnaoenda kliniki? Naam, 3.5. Haya, aliyoyasoma mmesikia. Huyu mtoto alichokisoma mmekisikia. Tukisema tutembee mtaani huko tuwatafute watoto wanaozurura mtaani, wanayaweza hayo? Lakini huyu kwa sababu kakaa kwa mwalimu. Kwa hivyo mkiwakabidhi walimu watoto wenu, fanyeni kama mmewatoa sadaka kwa ajili ya Allah. Sawa sawa jamani, fanyeni kama mmewatoa sadaka kwa ajili ya Allah, wapate malezi, watakufaeni. Huyu baadaye hawezi kumtukana mama yake akikaa muda mrefu madrasa, hawezi kumtukana baba yake. Lakini kuna watoto leo wanaomba dua kabisa, dingi naye si afe tu turisi, maza naye analeta si atembee tu, ili wachukue kitabu chako cha benki. Sasa hawa watoto hawa umri huu mpaka akifikisha umri kama mimi wa kwangu, hii nchi haina haja ya maskari kutembea na bunduki, amani ipo. Sasa mimi nitafanya fujo za nini? Mimi nikafanya fujo kunyang'anya wakina mama masufuria wa mantilie, niapeleke wapi? Kwa hivyo hawa ndio amani inaanzia huku. Wale waliovuta bangi wakafanya maandamano walikosa haya malezi. Sheikh wa mkoa anahimiza, dumuni wakina mama na wakina baba kuwalea walimu.
Ikiwa mwalimu kajitolea anawalea hao, kwa sababu wewe ukiwa nako kamoja akanyumbani hakatoshi hapo, kana kusumbua roho yatakaitoke. Lakini mwalimu wanavyo hapa zaidi ya 50, nadhani mnaviona. Mwalimu mmoja analea watoto waliotoka matumbo mbalimbali zaidi ya 50 na wala hapati pressure. Angalia Allah alivyojalia afya za walimu. Mwalimu yuko vizuri, ananawiri na anapata afya nzuri, lakini wewe mama mmoja, baba mmoja, nyumbani pale vikiwa viwili unavifukuza, nendeni chuo. Yani huku chuo ndio sehemu ya fujo, ndio